Ujumbe wa dharura kutoka kwa msemaji wa serikali umezua hisia mseto nchini Tanzania na kutikisa medani hii ya siasa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Katika matukio yanayoonyesha namna uongo na upotoshaji unavyoenea kwa kasi katika ulimwengu wa kidijitali, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ameibuka hadharani akilaani vikali vitendo vya watu wanaotengeneza picha za udanganyifu kwa kutumia teknolojia kama Photoshop kwa lengo la kumchafua hadharani. Kupitia ujumbe aliotoa kwenye mitandao ya kijamii ya tarehe 19 Oktoba mwaka huu, Msigwa alionyesha wazi kuchoshwa na tabia ya baadhi ya watu wanaounda picha bandia zinazodai kwamba ameunga mkono mambo ya kipuzi na yasiyo ya maana. Alieleza kwamba makundi haya yamekuwa yakijaribu kutumia mbinu za kihuni kuharibu taswira yake na heshima ya ofisi anayoiwakilisha. Msigwa alifafanua kuwa vitendo hivi havina msingi wowote, akivitaja kama ujinga wa mitandaoni unaolenga kupotosha Watanzania. Alionyesha kukerwa na kundi la watu wanaojihusisha na mbinu hizo za kizamani, akisema ni ishara ya kukosa ubunifu wa maadili katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kauli yake imeelezwa na wachambuzi kama ujumbe thabiti na wale wanaotumia teknolojia vibaya, nia ya kutengeneza migogoro ya pandia. Kwa mujibu wa Msigwa, wale wanaojaribu kujipatia umaarufu kupitia njia hizi za kugushi basi hawatapata mafanikio, kwani Watanzania wa leo wameelewa kwa undani namna upotoshaji wa mtandaoni unavyofanyika. Alisisitiza kwamba umma una uwezo wa kutambua taarifa za kweli na za uongo, na hivyo kampeni yoyote ya kumchafulia jina basi haina nafasi. Ujumbe wake pia umebeba tahadhari kali, ukionyesha kwamba michezo ya namna hii si ya kuvumilia, na ameweka wazi kuwa enzi ya kujihusisha na mabishano madogo zimepita, akisisitiza kwamba anajikita kwenye majukumu yake ya kitaifa na si kwenye maigizo ya mitandaoni. Kauli yake ya mwisho imeonekana kama onyo kwa wale wanaoendelea kujaribu kutumia jina lake vibaya kwa kutengeneza picha bandia na kusambaza taarifa zisizo sahihi. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu ongezeko la uundaji wa taarifa za uongo na picha za kugushi, hasa zinapolenga viongozi wa umma. Wataalamu wa masuala ya mawasiliano wameonya kuwa matumizi ya teknolojia kwa njia zisizo sahihi yanaweza kuathiri si tu kwa watu binafsi, bali pia taswira ya serikali na imani ya wananchi kwa taasisi rasmi. Wito wa Msigwa unaonekana kuwa sauti ya tahadhari kwa jamii nzima, hasa katika kipindi hiki ambapo mtandao umekuwa chanzo kikuu cha habari na mawasiliano. Ujumbe wake unaakisi mapambano mapya ya kidijitali dhidi ya upotoshaji wa propaganda ambazo mara nyingi huleta mgawanyiko na chuki miongoni mwa wananchi. Hii ni Kenyascope, ambayo ni chanzo chako cha taarifa sahihi zenye uzito na zinazoenda mbali zaidi ya maneno ya mtandaoni. Tafadhali hakikisha unaendelea kufuatilia matukio makuu ya Afrika Mashariki na taarifa zinazogusa jamii kwa undani zaidi.